Hii ni Mtoro TV. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalahu, amma ba'd. Kwa dakika chache hizi za kuzungumzia vikwazo ambavyo vinasababisha umma wa Kiislamu haufikii kupata natija iliyokusudiwa ya fadhila za mwezi wa Ramadhani. Je, umma wa Kiislamu unafikia uhakika wa natija iliyokusudiwa ndani ya mwezi wa Ramadhani? Kama natija hiyo inapatikana, inakuwaje mpaka leo kwa masiku haya machache Waislamu wa Gaza wamekushauliwa na kujeruhiwa maelfu? Si ndio huu mwezi wa Ramadhani ambao umma wa Kiislamu Mtume sallallahu alaihi wasallam aliweza kupigana vita ya kwanza ya jihadi ya Badr akiwa na masahaba 314 dhidi ya maadui wa Uislamu wakiwa 1000 na zaidi. Natija hiyo ya fadhila za Ramadhani vipi inahusu umma wa Kiislamu? Ikiwa Trump, rais wa Marekani, alitangaza wazi kwamba anataka ichukue Gaza iwe ya kwake, na ameshaanza operation ya kutekeleza kivitendo kuhakikisha watu wote wa Gaza anawafuta kabisa, anawamaliza, na Gaza inakuwa mali ya Trump. Ni ipi natija na fadhila ambazo umma wa Kiislamu wanazipata katika mwezi wa Ramadhani, ikiwa Waislamu waliotangulia Mtume na sahabatul kiram mwaka wa 8 Hijri, ndani ya mwezi wa Ramadhani Mtume sallallahu alifanikiwa kuzima uadui wa kina Abu Jahal na kufungua mji wa Maka, na mji wa Maka kwa chini ya miliki ya Nabii Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Natija ipi kwa umma wa Kiislamu wanaoipata ndani ya mwezi wa Ramadhani, ikiwa Waislamu waliotangulia mwaka 93 wakina Tariq bin Ziyad waliweza kufungua Andalus, wakapeleka Uislamu Andalus? Leo miji ya Kiislamu ndio inayokamatwa na maadui ya umma wa Kiislamu. Tunapata wapi natija iliyokusudiwa ndani ya mwezi wa Ramadhani, ikiwa Waislamu waliotangulia mwaka 202 waliweza kufungua mji wa Amuria? Sisi umma wa Kiislamu miji yetu ndio inafunguliwa na kuchukuliwa na Mayahudi. Ramadhani kwetu ni kitu gani na tumechukulia vipi, na wenzetu waliopita Ramadhani kweli wa kitu gani? Si ndio mwezi huu wa Ramadhani Salahuddin al-Ayyubi aliweza kurejesha mji wa Waislamu ambao ulikaliwa na Crusaders miaka 99? Mwaka 588 Salahuddin al-Ayyubi aliweza kurejesha mji wa Waislamu. Leo inakuwaje katika mwezi kama huu wa Ramadhani ambao Waislamu walitumia katika natija ya uchamungu, walipokuwa wachamungu Waislamu wanatumia kuweza kukomboa miji ya umma wa Kiislamu, wanaitumia kuweza kutetea haki za wanyonge? Tumesomewa hapa na mzungumzaji wa mwanzo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallama ikifika ashiri ya mwisho, 10 hii la mwisho, Mtume akaongeza bidii ya ibada. Leo tunashuhudia wapi nani anaweza kakaitikafu siku 10 hatoki msikitini, halafu na akapata kodi mwisho wa mwezi, na akapata chakula, akapata na ada wanafunzi na bili ya maji na umeme? Haya mambo yamekuja bahati mbaya kwamba Waislamu wanasomewa hadithi kila siku, kuna itikafu, kuna itikafu. Waislamu wanakuja itikafu siku ya mwisho
mmoja tu mwezi 26 kwa mke 27, na anakuja saa 7 usiku anaondoka alfajiri, licha kusomewa aya za fadhila za Lailatul Qadr hazitaki. Si kweli. Kwa nini anashindwa? Haya mambo dubira billaili wa nufidha fi nahar, mambo haya yalipangwa na maadui wa umma wa Kiislamu, na kisha baada ya kuwapanga wakatekeleza. Sasa umma wa Kiislamu tunashindwa kutahamaki, tunashindwa kujua wapi tatizo, nini suluhisho. Si tunajua mwezi wa Ramadhani ndio mwezi wenye fadhila ukimfuturisha aliyefunga. Kwa nini wanaofutarisha wale mashekhi na maustadhi wanasoma hadithi man fattara saima, atakayempatia futari alofunga, hatuwezi kufutarisha, tunasubiri tualikwe? Haya mambo yamekuwa bahati mbaya. Hapa tukiulizana ni wangapi wamefutarisha watu mwezi huu wa Ramadhani, mikono itakuwa michache. Bali hata mashekhi ya maustadhi tunazungumza hapa, lao ukituuliza wamefutarisha watu wangapi kwa mwezi huu, unaweza nika sina jibu. Na hadithi nasoma mimi ubora kufutarisha alofunga. Lakini makampuni ya biashara za riba, makampuni ya benki yanafutarisha. Wahuni, wasanii wacheza uchi, waimbaji matusi, wenye kuvaa misalaba wanafutarisha. Shekhe anayesoma ana hadithi ya ubora kufutarisha hawezi. Muhuni asoswali, mwenye kufuga wanawake, anafutarisha. Kwa sababu gani? Haya mambo yamepangwa bahati mbaya? Si kweli. Haya mambo yalitengenezwa. Shekhe akitoa mawaidha kama hivi, akasoma aya, akasoma hadithi, hakuna uangalizi unaendelea baada yake. Lakini muhuni akiimba tu matusi, kesho anapata udhamini wa kampuni fulani, ana milioni 600, ana bilioni 10, ana bilioni 800. Si bahati mbaya. Si bahati mbaya. Tunajua mwezi wa Ramadhani una fadhila za kusoma Qur'an, lakini tunajua kwamba baada ya miaka 20 mbele wasomaji Qur'ani hawa leo wakifa, huenda wengine wanakosekana. Watapatikana wapi kwa watoto wanakuwa na shule saa 12 mpaka saa 2 usiku na mpaka Jumamosi, na Jumapili wana homework? Mnafikiri ni bahati mbaya kwamba ni mwalimu tu, mwalimu mkuu wa shule akaamua wanafunzi waje saa 8 mpaka saa 12, wanafunzi waje Jumamosi, na Jumapili wasindikizwe na homework? Wakiwa nasari wanapewa home package wakati wa likizo. Sisi kama umma wa Kiislamu, Allah katuambia ni qaumun yatafakkarun, ni watu wenye uwezo wa kufikiri. Kwa nini tunapoteza fadhila za Ramadhani? Inakuwaje miezi yote 12 hakuna ligi, hakuna michezo ya mpira wa miguu usiku mpaka Ramadhani ingie? Wahuni wote na wakauchi mpaka na kwa marefa wanasimamia mpira mwezi wa Ramadhani. Si bahati mbaya. Si bahati mbaya. Mambo haya na yale na mengine ni moja ya kikwazo ambacho kinasababisha Waislamu, umma wa Kiislamu kushindwa kufikia fadhila za mwezi wa Ramadhani. Hapa tumesali msikiti tumejaa tele, angalau tulobakia. Sio kwamba waliondoka wapendi Uislamu, hawana shida ya mawaidha. Yaweza kuwa mpaka muda huu futari haijui yapate wapi. Hawezi kwa msikitini asikiza mawaidha alafu nyumbani kula akafutari maji. Hawezi, ataondoka. Hata usome mpya kama zingekuepo, ataondoka. Hana futari. Hana futari. Haja kamisha kodi yake. Haya mambo yametengenezwa kimfumo. Najibu kwa ufupi kutokana na muda, tungeeleza kwa urefu zaidi, lakini muda umetubana, na huenda kuna baadhi yetu futari hatuna, hivyo niseme mpaka alasiri. Najibu msingi wa jambo kwamba mambo yametengenezwa kuwafukarisha miji ya Waislamu, nchi za Kiislamu wawe mafakiri, na Waislamu kuwa mafakiri, na kuminywa fursa za maisha, kwa sababu wanajua ukiwa fakiri hata Uislamu wako wewe hufanye vizuri. Ukiwa maskini Uislamu wako wewe hutekelezi vizuri. Pia wakatengeneza mazingira ya kuwa kutokujua dini yetu, kutokujua vipimo vya dini yetu,
kutokupeleka mambo kwa mujibu wa Uislamu. Inakuwaje Waislamu wa Gaza wanauliwa, tunakwenda mwaka mmoja na miezi karibu 5? Kwa nini hawajasimama maulama wakakemea, wakawaamrisha watawala wa nchi za Kiarabu wakachukua hatua? Si tunakumbuka mwaka 91, mwaka 90 mwezi wa 8, Saddam Hussein alipovamia Kuwait, ziliungana nchi 34 kwenda kumpiga Saddam Hussein. Hivi Saddam Hussein na Benjamin na Israel Mayahudi, nani mbaya? Saudia hii pekee ilitoa wanajeshi 30,000 kwenda kumpiga Saddam Hussein. Kuwait, Masir 15,000, Qatar mpaka Omani ikatoa wanajeshi 6,300. Hao wanajeshi mbona wanaenda Gaza? Waislamu wa Gaza utawaambia kiamuleni leo hii? Waislamu wa Gaza unaweza kaambia wapate muda kusoma Qur'an? Waislamu wa Gaza unaweza kaambia wakaitikafu, msikiti uvunjwe na Mayahudi? Waislamu wa Gaza unaweza kaambia wafutarishane, wanapata wapi chakula? Maulama kwa nini nafasi yao hawaitumii pasavyo? Walisoma za jihadi kumpiga Saddam Hussein, wakasoma za jihadi kumpiga Mrusi ndani Afghanistan. Hizi zimefutwa. Kwa nini Mayahudi wanachinjwa wanamtaka na mashaka wako kimya? Wanasema tuombeni dua, tuombeni dua. Baada ya dua pesha kwa ni haramu, hakuna kuomba dua, ni kimya. Natija inapatikana wapi ya mwezi wa Ramadhani ikiwa Waislamu wenzetu waliotangulia waliutumia mwezi wa Ramadhani kufutuhi, kueneza kheri na baraka katika umma wa dunia nzima? Sisi imekuwaje? Tutapata vipi fadhila kwa utimilifu wake? Kwa njia gani? Hapo kwa msikitini ukitoka nje wanawake anatembea uchi. Ukiingia ndani na dadala muziki ya matusi. Ukifungua TikTok asubuhi mpaka jioni comedian wote mwezi wa Ramadhani wanatukana Uislamu. Ni bahati mbaya kwamba comedian wameamua kufanya istizana na somo, mara wanakunywa maji, mara wanamwagiana maji, mara sio wanafanya kitu gani. Hii si bahati mbaya, haya mambo yametengenezwa. Sasa sisi kama umma wa Kiislamu lazima tujue kwamba mambo haya yametengenezwa na yanachangia kuharibu fadhila za mwezi wa Ramadhani. Leo Waislamu ambao hawana iftari, hawana daku, watakosa nguvu ya kiamulaini. Wale ambao wana nguvu ya daku na iftari, baada ya kuftari wanakwenda kuangalia mipira, wanaangalia mpira usiku, wanapoteza muda wao mpaka usiku, wanacheza magemu. Fadhila zinakosekana za mwezi wa Ramadhani na tija haipatikani kwa sababu kuna vikwazo ambavyo vimetengenezwa na maadui wa Uislamu, na sisi umma wa Kiislamu tumeshindwa kungamua, tumeshindwa kubaini. Si bahati mbaya, si bahati mbaya. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la zawalul ka'bati hajaran ahwan 'inda Allah min iraqati dami mri'i muslim. Ni bora al-Kaaba ivunjwe tofali moja baada ya nyingine, min iraqati dami mri'i muslim, kuliko kumwaga tone moja, min iraqati dami mri'i muslim, kuliko kumwaga tone moja ya umma wa Kiislamu, kuliko tone moja. Leo umma wa Kiislamu umekuwa duni. Unafikiri wewe ukasema ulie peke yako na uchamungu wako peke yako, halafu kuna Muislamu anauliwa, kuna Muislamu yuko jela, hushughuliki naye, unafikiri hii haipunguzi max za fadhila zako? Haipunguzi max katika fadhila zako? Bila shaka inapunguza maxi. Sisi kama umma wa Kiislamu yapaswa tufahamu kwamba mambo haya yametengenezwa. Leo Waislamu wengi wanafuturu haramu. Nani asojua ni haramu kufuturu chakula cha haramu? Hata kama maulama hawasemi hana somu, lakini katika lugha ya kinaya hana somu, japo ina si somu yake. Waislamu wangapi wanakula riba leo hii?
Wake zetu wangapi wapo kwenye vikoba vya kausha damu, na zile pesa wanatumia ndani ya majumba yetu? Au utalipa kodi wewe, utalipa nini? Mke anachukua mkopo wa riba, unalipa riba wewe. Waislamu wangapi? Na huu ni mwezi wa Ramadhani. Hivyo tunapungukiwa na natija. Hatukati kauli kwamba hakuna kabisa, la. Itakuwa ni haramu kusema hivyo, lakini tunapoteza natija kwa sababu kuna mazingira yaliyotengenezwa. Leo shekhe anakuwa duni, anakuwa dhalili hata kuliko kwa chawa. Yaani chawa ana thamani kuliko mashekhe. Chawa akiokota anakota 500,000, milioni 1, milioni 2. Shekhe sadaka ni shilingi 5,000 hivi, inafichwa kwa shilingi 5,000. Huyu shekhe haftarishi mtu kwa shilingi 5,000, hawezi. Ustadhi anasubiri shilingi 100 za Jumamosi na Jumapili apelekewe. Ustadhi huyu ataishia hadithi kufutarisha kuisoma mpaka naingia kaburini. Haftarishi kwa shilingi 200 au 500, hawezi kufutarisha. Tunakosa fadhila za mwezi wa Ramadhani, zinapungua fadhila za mwezi wa Ramadhani. Mambo haya yametengenezwa, na sisi kama umma wa Kiislamu lazima tuumize vichwa vyetu. Nini suluhu ambayo itapelekea ipatikane kweli natija? Namaliza kwa kusema hivi, wajisikia vipi wewe siku moja umefunga mwezi wa Ramadhani, hausikii redio yoyote ya Bongo Flava, huoni TV yoyote ya Bongo Movie, ukitoka nje husikii music wala kelele kwenye daladala, huoni wanawake wenye kutembea uchi, husikii makelele, una riziki yako kunjufu katika mfuko, unakula chakula ukitakacho kizuri, utashindwa kuwahi jamaa msikitini? Utashindwa kuja kusoma Qur'ani juzu 2, bali utasoma mpaka juzu 5. Haya ndio kwa maisha ya Uislamu wenzetu. Lakini tunadanganywa, tunaonyeshwa kwamba ukishika Uislamu na kuwa maskini, kana kwamba eti sisi ndio matajiri. Waislamu waliopita walikuwa maskini. La, sisi ndio maskini. Zama za kina Imam Shafi walikuwa matajiri, sisi ndio maskini. Ndio wakitembea kwa punda na farasi, gari lilikuwa barikina halali na njaa, hawalipi kodi, hakuna malaya, hakuna madanguro. Walikuwa wanapata ukamilifu wa fadhila za mwezi wa Ramadhani, na natija wanaipata wakitoka mwezi wa Ramadhani, wanaongeza ucha Mungu mwaka mzima. Kabla ucha Mungu hujamalizika, wanapata Ramadhani nyingine tena, ucha Mungu unatopa, ucha Mungu unaendelea. Lakini sisi siku ya Eid utaona kuanzia mwezi 28 matangazo yanaanza kuja jungu. Matangazo yanaanza ya Eid mosi, Eid pili, Eid tatu, Eid 4. Ni ufuska na umalaya. Akili inaanza kuchange, akili inaanza kubadilika, kujiandaa kwenda katika maasi. Ukitoka sala ya Eid tu ushaharibu Ramadhani yako yote. Si bahati mbaya mambo haya. Hivyo khulasa nasema tumepoteza natija kamilifu, si yote, ila kuna baadhi wamepoteza kabisa. Tumepoteza natija kamilifu ya Ramadhani kwa sababu tupo nje ya mfumo wa Uislamu. Tupo nje ya kivuli cha mfumo ambao haumtambui Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mfumo wa kidemokrasia, mfumo ambao umempatia mwanadamu mamlaka ya kutunga sheria na kupeleka dunia atakavyo. Zile sheria zinagongana na Uislamu. Ndio maana tunafunga na hatubadiliki. Tunafunga hatupati natija ya kuonekana kwa sababu tuko chini ya kivuli ambacho hakimridhishi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwisho kabisa tutaombea ndugu zetu wa Gaza na sisi wenyewe, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awanusuru mabalaa na aweze kuangamiza maadui wote ambao wanatiania kuwadhuru Waislamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baada ya kuyapata maneno kutoka kwa Sheikh Ramadhan Moshi, wakati anazungumza kuhusiana na vikwazo, kuna jambo
nikalikumbuka. Ni kweli hadithi tunazisoma wenyewe. Leo inatoka Eid al-Fitr, mbele yetu tuna Eid al-Udhiya. Kila mmoja anajua fadhila za kuchinja, lakini tumekuwa mahodari kwa kuulizia kwamba vipi bwana nyama msikiti huu zinapatikana. Na hii si jambo la kuchekesha, lakini kutokana na namna tulivyobanwa, hata kununua mnyama kuweza kupata zile fadhila za uchinjaji inashindikana. Na shekhe amemalizia yote haya ni sababu tuko nje ya mfumo wa Kiislamu, mfumo ambao utampa nafasi. Hii ni Mtoro TV.